Karibu darasa la Kiswahili. Leo tutaangalia jinsi ya kujibu swali la vitabu. Swali hili litatoka katika vitabu vya tamthilia kama unavyoona hapa, na litahusu kidato cha 3 na cha 4. Swali linasema wasanii wa kazi za fasihi huangalia matatizo yaliyomo katika jamii na kuamua kutumia kalamu zao kuyaweka wazi ili kuirekebisha jamii. Thibitisha kauli hii kwa kutumia tamthilia 2 ulizosoma. Toa hoja 4 kila kitabu. Sehemu ya majibu inaanzia hapa, na hapa kuna utangulizi. Naanza kwa kukubali hoja ya swali. Sema ni kweli wasanii huangalia matatizo yanayozikabili jamii zao na kuyaweka wazi ili jamii iweze kukabiliana nayo. Ukweli huu unathibitika kupitia tamthilia ya Kilio Chetu pamoja na tamthilia ya Orodha kama ifuatavyo. Sehemu hii hapa ni ya kuunganisha utangulizi na unapoanza kujibu au kuchambua kitabu cha kwanza. Nasema kwa kwanza na tamthilia ya Kilio Chetu, watunzi wamebainisha wazi matatizo yanayoikabili jamii kama ifuatavyo. Kwa hiyo hapa maelezo yanayofuata ni kuhusu kitabu moja kwa moja. Hapa nimeanza na dhamira ya kwanza, kwa mfano janga la ukimwi, na nimeeleza jinsi dhamira hiyo inavyojidhihirisha katika jamii, lakini nikatoa mfano katika kitabu. Wahusika niliowatumia ni pamoja na Joti kama mfano wa wahusika katika dhamira hiyo. Dhamira nyingine inahusu utandawazi. Utaona na maelezo yake yanajitokeza hapa. Naona ukiyasoma kwa kina utaona jinsi nilivyojaribu kueleza athari za utandawazi katika jamii zinazohusu vijana kutazama vitu kama picha za X na kadhalika. Kuna swala la makundi rika, na yenyewe ni moja ya dhamira inayoibuka katika tamthilia ya Kilio Chetu, na kuwasukuma vijana kujiingiza katika makundi mbalimbali na athari zake ikiwa ni kushawishiana kuingia kwenye tabia zisizokubalika. Kuna dhamira ya imani za kishirikina. Utaona baadhi ya watu wasivyoamini juu ya kuwepo kwa janga la ukimwi kama inavyoonyeshwa kupitia jirani ambaye haamini kwamba maelezo ya wataalamu kutoka kwenye hospitali hasa maeneo ya mjini kama ilivyoelezwa kwenye kitabu wanavyoeleza ukweli juu ya ugonjwa huu. Jirani anaamini hii inaweza kutatulika ikiwa atatafutwa fundi kama anavyomtambulisha fundi kutoka maeneo ya Luhota ambaye ana uwezo wa kurudisha hata misukule. Ukweli ni kwamba imani alionayo jirani kuhusu janga hili ni imani ambayo wanayo wanajamii wengi. Ilikuwa bahati tu kwamba mjomba alifika na kukuta mazungumzo hayo na kuwaeleza ukweli juu ya kile kilichoelezwa na daktari kutoka hospitali za mjini. Kwa upande wa malezi pia tunaona swala la malezi linavyojitokeza na watunzi wa kitabu wanavyoshauri malezi sasa yabadilike kwa sababu zama zimebadilika. Swala la kutegemea vitisho na kuwatia hofu watoto kuwa watarekebika kitabia hayana nafasi tena. Baba Joti aliamini Joti ni mtiifu kwake na hawezi kuanza mambo ya mahusiano mpaka atakapomruhusu yeye, lakini ukweli ni kwamba haikuwa hivyo. Tukiingia kitabu cha pili, nasema kwa upande wa tamthilia ya Orodha, mtunzi wa tamthilia hii anabainisha matatizo yanayoisibu jamii yake kama ifuatavyo. Namna ya upangiliaji ni vile vile sawa na ilivyokuwa kwenye tamthilia ya Kilio Chetu. Hapa napo nimeanza na dhamira ya janga la ukimwi, lakini vile vile nimegusia athari za makundi kama ambavyo tunaona Mary alivyojaribu kumshawishi Furaha na kumuingiza kwenye janga ambalo hakulitarajia. Kiangalia kuna mmomonyoko wa maadili katika jamii, watu wazima wanavyoshiriki mahusiano kimapenzi na watoto wadogo. Mfano mzuri ni Bwana Eko, Padre James, na hawa wote ni watu wazima lakini walikosa uadilifu na kuingia kwenye mahusiano na Furaha, binti mdogo. Mapenzi na ndoa ni moja ya mambo yaliyojadiliwa katika tamthilia hii ya Orodha, na inaonekana wazi jinsi ndoa nyingi zilivyo na migogoro ingawa ya kimya kimya. Bwana Eko licha ya kuwa na mke na watoto, lakini
bado anajihusisha na mahusiano ya kimapenzi na watoto wadogo kama Furaha. Hii yote inasadifu jinsi ndoa nyingi zilivyo na migogoro katika jamii yetu. Imani potofu pia ni moja ya dhamira zinazoibuliwa katika kitabu hiki, na ukisoma utaona imeelezwa kwa kina vizuri jinsi ambavyo watu wana imani za kishirikina kama Bwana Eko na Baba Furaha. Baba Furaha anaamini kelele anazozisikia chumbani ambazo zimesababishwa na Bwana Eko, Bwana Juma na katika kutafuta orodha chumbani mule kuwa zinasababishwa na mizimu, na anaamini mizimu ndio inayofanya mambo yote haya. Ukweli ni sehemu muhimu sana ya dhamira inayoibuliwa katika kitabu hiki, na hii inaonekana kupitia Mama Furaha ambaye anadiriki kusema ukweli wakati wa maziko ya Furaha kwamba binti yake amefariki kweli kwa ugonjwa wa ukimwi, na anafanya hivyo ili kuisaidia jamii ielewe tatizo hili na ikubaliane na hali halisi na kuchukua hatua stahiki. Utaona anajaribu kueleza wazi kwamba wasipokubali kama jamii kukabili ukweli, Furaha hata kuwa wa mwanzo wala wa mwisho, na ni dhahiri kwamba janga hili litaendelea hata kwa vizazi vijavyo na watoto wengi wataathirika. Mwisho natoa hitimisho. Sehemu hii ni muhimu sana kwa sababu inabeba mawazo au mtazamo au fikra binafsi za mwandishi, na hii sehemu sio kwa ajili ya kuweka ufupisho au muhtasari wa hoja ulizozijadili. Baadhi ya wanafunzi wamekuwa wakiorodhesha hoja walizozijadili kwenye mjadala wao katika sehemu hii ya hitimisho. Nisisitize kwamba hitimisho sio sehemu ya kuweka muhtasari wa hoja ulizozijadili. Niishie hapo kwa leo. Asante, karibu sana katika vipindi vijavyo kuhusu lugha ya Kiswahili na mada mbalimbali kama ambavyo tutaendelea kuzijadili na kuzidadavua kwa kina. Karibu sana mwalimu wa Kiswahili kwa ajili ya nukuu, na usisite kujiunga na channel hii ili kupata masomo mbalimbali ya kina zaidi. Pia kama una maswali, maoni au ushauri, unaweza kutuachia maoni yako na hapo tutayajibu ipasavyo. Karibu sana.